Mwenendo wa kampeni, ushiriki wa vyama, nafasi ya wananchi katika mchakato huu wa kisiasa, lakini pia matarajio yao kabla ya kupiga kura hapo kesho. Hapa studioni tutaungana na Gwandume Mwakatobe, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Lakini pia tulimwalika Dr. Mzuri Isa, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA huko Zanzibar. Ni bahati mbaya bado hajaweza kuungana nasi, lakini tunatumai ataungana nasi muda mfupi ujao. Karibu Gwandume. Asante sana mtangazaji Lilian, habari za mchana. Salama kabisa, nashukuru sana kwa kuungana nasi. Labda tuanze moja kwa moja, ukilinganisha na chaguzi zilizopita, ungezielezeaje kampeni za mwaka huu? Zimekuwa na ushindani, lakini kwa kuangazia hoja ama pengine naweza kukuuliza pengine zimekosa mvuto. Mimi niko mbali, sijui kinachoendelea huko kutokana na labda kutoshiriki kwa pengine chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema. Sijui wewe una mtizamo gani? Naam, kwanza kuna mambo mengi ambayo yanakuwa nasemwa, lakini sasa niseme wazi tu kwamba uchaguzi, kusema ukweli, sio kupiga kura siku ambayo watu wanaenda kupiga kura. Hiyo haimaanishi uchaguzi. Uchaguzi ni mchakato. Uchaguzi ni mchakato kuanzia kuandikisha, kuanzia kuwapa raia nafasi ya kuweza kutumia haki yao ya kiraia. Uchaguzi ni ushiriki wa watu wengi wanaotaka wachaguliwe kidemokrasia. Kwa ni mchakato. Uchaguzi sio siku ya kupiga kura, bali ni la kuhitimisha mchakato wote huo. Sasa katika mchakato, ikiwa kumetokea dosari, kwa kweli huwa haushindani tena, kwa sababu kama ulivyoweza kuainisha hapo awali, vyama vingine havishiriki, viongozi wengine wa vyama hawashiriki, wengine wako ndani sasa hivi tunavyoongea. Lakini pia kibaya zaidi ambacho hatukutarajia, kuna vyama vingine hata ambavyo vipigwa marufuku hata kufanya siasa. Chama cha Demokrasia hata kufanya siasa hakifanyi katika kipindi ambacho ni mwaka wa uchaguzi, katika mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa sio ushindani tena, kwa sababu mtengenezaji, kusema ukweli, ushindani ni kwamba wawepo ambao aidha au unaoshindana nao, unalingana nao, au mnakaribiana au mna nguvu sawa. Lakini kama hakuna watu wa kushindana nao, alafu tuseme ni ushindani, kwa kweli hapana. Mimi niseme, baada ya kuondoa wengi ambao tulitarajia kuleta ushindani mkali sana, inaonekana kwamba Chama cha Mapinduzi kilimaliza kuchukua, sio kuchaguliwa, kuchukua vyeo pale walipochaguana kwenye kura za maoni. Sasa hivi wanaenda kuchukua tu, kwa sababu hata wao wanasema, sisi wanasema tunachukua, tunaweka wa. Kwa hiyo ni kwenda kuchukua tu ubunge, kuchukua urais, kuchukua udiwani, kwa sababu niseme ukweli, hakuna ushindani mwaka huu. Wanaopaswa kushindani aidha wamefungiwa, wako magerezani, au vyama vyao vimepigwa marufuku, au wao wenyewe wameenguliwa. Sawa, nashukuru kwa utangulizi huo, na ninaambiwa kwamba Dr. Mzuri ameungana nasi. Labda nije kwako, karibu sana kwanza, na tunashukuru kwa kuungana nasi. Labda kwa mtizamo wako, ni vipi unaweza kutathmini mazingira ya kisiasa kuelekea uchaguzi huu? Unaona ni kama wananchi walipata kweli nafasi ya kushiriki kwenye mchakato mzima wa kampeni, lakini pia uhuru ama nafasi ama fursa ya kuelewa vya kutosha kile ambacho wanaambiwa? Dr. Mzuri, karibu. Asante sana. Naweza kusema kwa kiasi fulani wameshiriki, lakini bado kulikuwa kuna changamoto ambazo kwa muhtasari wa kidemokrasia zingehitaji kushughulikiwa vizuri sana, ili ushiriki ukawa wa kikamilifu moja kwa moja. Na huo kwa kweli ndio utaratibu mzuri wa kwenye uchaguzi.
Yeah. Na ukisikiliza baadhi ya maoni ya watu wanasema kwamba hawakupata fursa ya kufikiwa na wagombea hasa wenye nyadhifa za juu, kwa mfano urais, hawakupata hiyo nafasi, lakini wanasema kwamba walisikia zaidi kupitia kwenye vyombo vya habari. Unadhani hii ni sawa kwamba wasikie tu kwenye vyombo vya habari? Lakini pia baadhi walisema hata wale wachache waliowafikia hawakuwapa fursa ya wananchi kuwaelezea matamanio yao ama kutoa maoni yao kuelekea kwenye hiyo hatua ya mwisho ya kupiga kura. Hili wewe unadhani lina msingi? Lina msingi sana, kwa sababu unajua masuala katika mwananchi yoyote, awe tajiri lakini akiwa maskini zaidi, matumaini yake makubwa ni uongozi. Na uongozi, kwa sababu tumetafuta mfumo wa kidemokrasia, kwa hiyo una hatima yake ni uchaguzi. Kwa hiyo yale yote ambayo mtu anamtokea anatamani sio wakati wa uchaguzi, ili aweze kufanya maamuzi ya kuweka viongozi ambao wanaweza wakabadilisha mustakabali mzima wa maisha yake, na hivyo akawa na matumaini mazuri. Unajua mambo mawili umezungumzia ndio muhimu katika maisha ya binadamu: matumaini na ushiriki. Ukiwa unashiriki kwenye taratibu kama hizi, basi unajisikia una nguvu sana, na hivyo kushiriki kwa kweli ni kubwa. Kushiriki kama ulivyosema, sio tu kusikiliza kwenye vyombo vya habari, lakini upate nafasi ya kutoa na wewe yale dukuduku lako, na ya kuhoji na la kushauri, kwa sababu kiongozi ndio maana hata halisi ni kwamba kuna mtu ambaye mnamwambia jamani, sisi tunahangaika na maisha, lakini wewe hebu kaa hapa utuangalie, usimamie mambo yetu na usikidie masuala yetu mbalimbali. Sasa kama usipati hiyo fursa, inakuwa ni changamoto kubwa. Gwandumi, umezungumza kwa kirefu mwanzoni, ninakuja tena kwako, ninaomba ulizungumzie hili kwa kifupi. Kama mfuatiliaji, kuna mengi yamejitokeza kabla na wakati wa kampeni. Umezungumzia pia kutoshiriki, Chadema kutoshiriki, lakini pia wanasiasa wengine kuzuiwa na matukio ya kutekwa pengine tunayoendelea kuyasikia, mavuguvugu kwenye mitandao ya kijamii. Haya kwa kiasi gani yameathiri huo mchakato, lakini pia kutia doa siasa za Tanzania? Kwa kifupi tafadhali. Mpata fursa nzuri, nafasi nzuri sana ya mwanamke kuonyesha kwamba anaweza akapambana na wanaume wenye nguvu na akawashinda. Na mimi mpaka leo naamini hivyo, mwanamke anaweza kuwa kiongozi mzuri, wanao uwezo wanawake mkubwa. Lakini sasa kumetiwa doa, kwa sababu nilitarajia kwamba wajitokeze wengi, ushindani mkubwa na wenye nguvu, na watu wawe huru, siasa zifanye ziwe huru kama ilivyoanza rais wetu, kuwa na maridhiano, kuwafanya mabadiliko pamoja na kuhakikisha kwamba tunakuwa na ustahimilivu, tunavumiliana. Lakini sasa baada ya wengine kuwafungia ndani, wengine kutoshiriki, baada ya kuona kwamba kuna watu hata kutoa maoni ni kwa shida. Ukitoa maoni unatekwa, unaweza ukauawa au unaweza ukatishwa. Katika hali hii itaonekana kwamba mwanamke anayeitwa Samia Suluhu Hassan alishinda baada ya wanaume kufungwa. Nilitamani kwamba ashinde baada ya wote kuwa huru, ili ionyeshe kwamba mwanamke anaweza akamshinda mwanaume hata akiwa mwenye nguvu, kwa sababu huko kinachoangaliwa ni uwezo, ni uweledi wa mtu, wala sio kuwa na matiti au mwingine kuwa na ndevu. Asante, naomba uishie hapo. Angela, wanasemaje huko wafuatiliaji? Mitandaoni kuna mtu huyu anaitwa George Edward, mfuatiliaji wetu kutoka Arusha, anasema ni kweli kampeni zinahitimishwa, lakini ukweli ni kwamba ni kichekesho ukisikia wakati huu wa dakika za lala salama kuna vyama vinalalamika kwamba mawakala wake hawajaapishwa. Ni sawa na yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, ndivyo anavyosema. Lakini kuna mtu mwingine huyu anaitwa Paul Washe Junior wa Mpovu, Geita, Tanzania. Uchaguzi wa mwaka huu ni mchakato uliokamilika, maana vyama vya upinzani vipo kusindikiza tu na wala sio kushindana. Unaniruhusu ni hapana. Nashukuru sana kwa maoni. Dr. Mzuri, Zanzibar kunaonekana ushindani kati ya chama tawala CCM na ACT. Hii ni kwa mtizamo wako, nadhani inaenda kubadili hali ya mambo kisiasa? Lakini pia umesikia Angela anatuambia kuna mambo kwa mfano
wafuatiliaji wetu wanavyosema, pengine kuna tayari mambo mawili matatu yameanza kuonekana na yanaonyesha kwamba yatadhoofisha mchakato huu wa uchaguzi? Asante sana. Kwa kweli ndio tunavyosema kwamba demokrasia kwa kweli lazima ionekane, sio kuzungumzwa tu. Na sasa unawezekanaje kwa mfano uchaguzi na kura zianze kupigwa wakati mawakala bado hawajaapishwa? Hilo ni doa, lazima tukubali. Na hata huku Zanzibar kuna kesi zimeanza kuruka hivyo hivyo, kwamba zinazungumzia hivyo kwamba bado wengine hawajaingizwa na kura zimeanza kupigwa. Natamani iwe sio kweli, lakini kama ni kweli basi hilo ni doa kubwa sana katika uchaguzi wetu. Kwa hiyo kwa kweli kuna mapungufu kama ni hivi, na tunahitaji kujirekebisha sana, ili hata tuseme kwamba wananchi wamepiga kura na wamechagua na walikuwa huru kuchagua viongozi wao. Bila hivyo itakuwa ni kama ile tunasema ifanyike tu, iende tu, alimradi tu kuonekana pengine picha ya kimataifa huko kwamba Zanzibar, Tanzania tulifanya uchaguzi, lakini uchaguzi wenyewe haukuwa sawa. Nashukuru. Gwandumi, kwa sekunde 30, unadhani huu uchaguzi pengine unaweza ukawa ni fursa ya kujenga upya labda imani ya Watanzania baada ya haya yote kupita? Kwa kifupi sana tafadhali. Baada tunayo fursa nzuri kuonyesha tu kwamba tunaposema neno kuna uchaguzi, maana yake kuna vitu mbadala vya kuvichagua. Kwa mfano mimi sasa hivi kama kulikuwa natamani kumchagua mtu fulani lakini hayupo, mimi kwenda kule naenda kufanya nini wakati simuoni ambaye nilitaka nimchague? Kwa sababu watu tuna wafuasi wengi tu. Kwa hiyo kwa ujumla unadhani inaweza kuwa fursa? Ni fursa kujifunza. Tutajifunza kwamba ili uchaguzi uwe haki na wa halali kunahitaji kuwepo na ushirikishi wa watu wengi wa Watanzania wote, na kila raia awe na haki apate ya kuchagua na kuchaguliwa. Wengine hao wamefungwa kuchagua na wamefunga hata kuchaguliwa. Dr. Mzuri, kwa sekunde chache. Kwa kweli uchaguzi ni lazima mazingira yaonekane kwamba kila mmoja amepata haki yake na wananchi wameridhika kwa kiasi, na ndio maana huwa tunasema kwamba ni vizuri viongozi wakawa wanahojiwa katika majukwaa mbalimbali ya habari, watu wanapata nafasi katika kuwaona wanavyojieleza na kuona yale maendeleo ambayo wameyapiga na kuona zile sera zao zitakuwa vipi, ili watu waridhike. Mtu anajua toka kwamba anapenda kuchagua, na hata mood inaonekana ya jamii na kuwa kwamba mara hii watu fulani wanamtaka mtu fulani kutokana na maendeleo aliyofanya ama kutokana na mtu sera zake ambazo amezielezea na zinaonyesha kwamba atajiba yale mapungufu ambayo yapo. Asante sana Dr. Mzuri Isa kutoka huko Zanzibar. Asante sana Gwandumi Mwakatobe kwa kushiriki nasi. Asante sana Angela, na asante sana kwa kutufuatilia. Lakini kinachofuata sasa ni makala ya Jukwaa la Manufaa. DW